Kwa majina naitwa Moses Chiwalile. Sawa. Kwa nafasi yangu hii ni mara ya pili tunafanya interview, lakini pia kuzindua barbershop. Na leo tuko Zanzibar, hapa tuko Paje Duarani. Nataka kwanza kufahamu kitu cha kwanza. Ni kwa nini umeinvest sana kwenye upande wa saloni? Nini ambacho umekiona zaidi ambacho unaona kabisa kwako kina manufaa? Yeah, of course, kwa mimi na muda mrefu sana nikiwa nakaa hapa. So nimejaribu kuona changamoto za hapa kutokana na hii sehemu kwanza ni mji wa kitalii. Kuna wageni wengi, kuna watu tofauti wanakuwa wanakuja, lakini kuna baadhi ya huduma zinakuwa hazipo. Saluni zilikuwepo lakini ni za kawaida tu ambazo kwamba mtu anaweza kaenda akaona sistahili kufanya hapa huduma, isipokuwa wengine walikuwa wanaenda mjini kwa kufuata hizo huduma. Wageni obvious wengi hawanyoi huko, wanaenda wapi? Mjini, kutokana na walikuwa hamna sehemu ambayo ina huduma sahihi nzuri kama hivi. So tukakaa kama timu, tulikuwa na saluni of course tokea mwanzo, ilikuwa ya kawaida tu. Tukakaa kama timu, tukashauriana, tukaona kwa nini tusiweze kubadilisha hichi kitu kikawa cha tofauti kidogo, kikaendana na hadhi nyingine, ili tuweze kuwafanya wageni, tuwa motivate wasiende mjini, wabaki hapa, kwa sababu huu ni mji wa kitalii. Hatutaki kuwa baadhi ya huduma zisiwepo mpaka watu wazifuate mjini. So that's why tukaona sisi tuje na ujio huu wa kutengeneza hichi kitu sahihi ambacho kimetuchukua takriban miezi 3 mpaka kukikamilisha, na leo hii kimekuwa hivi. So ndo iko hivyo kwa kifupi. Sawa. Yeah. Wewe ni mkurugenzi. Tokini nimefika hapa, unajua mimi na tabia ya kumstudy mtu. Nimekuona uko mbele kwenye kila kitu. Na kuna tukio moja pale nilishangaa nikasema huyu ni tajiri. Mtu anakuambia tajiri, misumari hapa hakuna. Unachukua pikipiki unaenda kuchukua misumari. Wewe ni mkurugenzi na pengine watu wanaweza sizoee kuona kwamba mkurugenzi anakuwa mbele kwenye kila kitu. Kuna faida gani ipo mtu unapokuwa mbele kwenye kila kitu hivi? Yeah, of course, hii iko hivi. Ni mara ya pili kufanya kitu hichi, so nakuwa na experience baadhi ya vitu kutokana na tukio likiwa linafanyika. Maandalizi yake ukiwa upo na ukiwa haupo ni vitu viwili tofauti. Ushafahamu? Labda nikupe changamoto moja ambayo imetokea leo. Nilikuwa nimeongea na mtu kuhusu sound na tukakubaliana vizuri. Mwisho wa siku imefika saa 8 na mcheki simu zangu hapokei, natuma SMS ajibu. So nikajiuliza hii inakuwa vipi? Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambao let's say ningekuwa sipo, aidha nimeenda mjini. Je, hii changamoto angeisort nani? Kweli. Unaona? So wakati ukiwa unaandaa kitu, it is better unakuwa upo pale, unashuhudia kila kitu kinachoendelea, nini hakipo, unaweza kukisoti, unaweza ukapambana mwenyewe, ukatafuta ili kila jambo liende sawa na jambo liende kwa wakati. Otherwise mambo yanakuwa yataenda vibaya tofauti na mambo utakuwa umepanga wewe. So that's why mimi nikaona niwe stage by stage mpaka tunakamilisha hili jambo. Kama hivi unavyoona, nashukuru jambo limeenda vizuri, japo tumepitia changamoto hapa na pale, ups and down, vitu vya kawaida. So that's why nimefanya hivi. Wanasema unapofanyika uwekezaji kuna fursa zinapatikana, hasa katika masuala ya ajira. Uzinduzi huu pia tuna imani kabisa kuna vijana baadhi wamepata ajira. Una vijana wangapi kwa approximation ya vitu ambavyo umeinvest mpaka sasa? Nashukuru Mungu ananisaidia mpaka hapa nilipofikia, na hata kwa kuinvest hichi kitu of course kwa wafanyakazi ambao niko nao au staff hawapungui kama 23 katika vitu vyangu vyote ambavyo nimeviinvest. Kwa hiyo nashukuru Mungu tunagawana ajira, hicho kidogo ambacho napata na wageni wenzangu wanaweza kusaidia familia zao au na kupambana katika kujikwamua kimaisha.
Yeah. Tumekaa wote kuanzia asubuhi, naisikia sana tajiri Moze, tajiri Moze, tajiri Moze, tajiri Moze. Unaishi vipi na jamii yako ikiwa wewe ni mtu ambaye tayari umeshafika sehemu, sio ambapo pengine labda unapataka, lakini kuna sehemu umefika? Unaishi vipi na jamii na rai yako kwa wamiliki au waanzilishi wa vitu kama hivi ambavyo unafanya wewe? Of course tunaishi na watu wazuri, tunashirikiana nao kwa kila kitu, alafu na hususan kwa Zanzibar, yani kuitwa tajiri au boss kazi ni kitu cha kawaida, yani ni kama lafudhi au maneno ambayo tunayatumia kila siku for enjoyment, lakini ni kawaida tu tunavyoishi, tunaishi normal sana, tunaishi normal. Yeah, of course cha kwanza kabisa tukiongelea fursa au matamasha, kuna matamasha yako mengi, mengine yafanyikia mjini, mengine sehemu tofauti, lakini kitu ambacho tumebarikiwa na kujaliwa kama kijiji hiki cha Paje tunajivunia. Kwanza mama yetu Rais wa nchi Samia Suluhu Hassan ametoka ukanda huu, ambapo katokea hapo Kizimkazi, ambapo kija kujumlisha ni kanda hii, unatoka hapa Paje, unaenda Makunduchi, unaenda Jambiani, unaenda Makunduchi, unaingia Kizimkazi kwa mama yetu. Kwa hiyo mama akaona asitutupe sana, kwa sababu hii ni sehemu ya beach, afu ni sehemu ambayo ina vivutio vingi vya utalii na kuna watalii wengi sana wanakuja. Kwa mama akaona atuletee tamasha ambayo inaitwa Kizimkazi Festival, na nia na madhumuni na lengo la lile tamasha of course lina push sana kwenye mambo ya utalii. Tunaona linajitangaza na linafanyikia hapo karibu uwanja huu hapa. Boga kuna jaa watu, linafanyika almost zaidi ya wiki. Kwa hiyo wafanya biashara wadogo wanatoka mjini wananufaika kupitia hicho. Obviously hata sisi hapa tunakuwa tunapata superstar wanakuja kunyoa, kina Dula Makabila washapita hapa, kina Mandonga washapita hapa, kina Mujako alishanyoa hapa. So tunakuwa tunajivunia, so ndio maana hata sisi ikatupelekea kwa nini linatengenezwa tamasha kubwa kama hapa Paje, alafu wale watu wakija muhimu wanakosa huduma muhimu. Mtu akitaka kunyoa anakuja anakuta sehemu iko kawaida, iko very local. So that's why tukaona kwa nini tusiweze kutengeneza kile kitu kikawa kizuri, ili hata watu wanaposema bana nimeenda Paje, sawa, kuna sehemu ya utalii, nimeona vitu hivi, nimeona beach, lakini nimekutana na sehemu nzuri ya kunyoa, kitu ambacho sikutarajia kukuta kama huko. So that's why na sisi tukaona tufanye hivyo, na pia tunamshukuru mama yetu kwa kutuletea hicho kitu, kwa sababu obviously watu wengi wananufaika sana. Paje inajulikana, Paje inakuwa sana hata kwenye mambo ya investment, jenga, viwanja, obviously kila kitu. Tunashukuru sana juu. Sawa, kwa kumalizia sasa, hii ni mwisho lakini sio kwa umuhimu. Napendaga sana kuuliza vitu kama hivi. Pengine tutegemee kuona Zanzibar One cutting barbershop mikoa mingine, au pengine utakuja na brand yako tena nyingine? Of course ni mipango ambayo ipo. Sisi waga tukiona tu sehemu pako na fursa waga tunaichangamkia. Mungu atujalie, plan hizo zipo. Tutapokaa kama timu tukaona sehemu pana fursa, hata kama ni mkoa mwingine, tutafanya, hamna shida. Kwa nini ukimbie na unalipa kodi? Unafuata protocol zote. Okay. Mimi nakushukuru sana bwana brother.